Msikilizaji, katika kipindi cha tafakari ya siku leo Jumanne, juma la 30, kipindi cha kawaida cha mwaka si wa kanisa. Leo kanisa inafanya sikukuu ya watakatifu Simon na Yuda mtume. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika waraka mtume Paulo kwa Waefeso, sura ya 2, aya ya 19 hadi 22. Na somo la Injili lilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, sura ya 6, aya ya 12 hadi 16. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake. Akachagua 12 miongoni mwao, ambao waliitwa mtume: Simoni alimuita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohane, na Filipo na Bartolomayo, na Matayo na Tomaso, na Yakobo wa Alfayo, na Simoni aitwaye Zelote, na Yuda wa Yakobo, na Yuda wa Iskariote ndiye aliyekuwa msaliti. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni kutafakari pamoja Injili ya leo, tukiongozwa na ujumbe usemao tunayo yote katika Kristo na Kristo ni yote kwetu. Wapendwa, leo Injili inatuonesha Yesu akisali kabla ya kuchagua mitume 12. Pia katika sehemu nyingi za Injili takatifu Yesu ameonekana akisali kabla na baada ya matukio mbalimbali. Ndugu waamini, hapa tunajifunza umuhimu wa kuwa mtu wa sala ili tuweze kujua kusudio la Mungu katika maisha yetu. Tunaalikwa kuwa na watu na sala katika maeneo yetu ya kazi, familia zetu, na hata popote pale tulipo. Kama tunavyokula chakula kizuri ili kuwa na afya njema, ndivyo roho zetu zinahitaji chakula. Amani ya roho hivyo hufanya mambo kwa ufasaha ukiwa na hofu ya Mungu. Yesu kabla hajachagua mitume alikesha usiku kucha akimuomba Mungu. Nasi katika maisha yetu ya kila siku tunapaswa kusali na kumuomba Mungu kabla ya kufanya kazi na maamuzi. Pia katika mitume ambao Yesu amewachagua kuna Yuda Iskariote ambaye hujulikana kama msaliti. Huyu miongoni mwetu kumtambue yeye kuwa matatizo na maumivu yanakuja kutoka kwa watu. Aidha, tukiwa tunafanya siku ya watakatifu Simon na Yuda mtume waliochaguliwa na Yesu ili wawe mitume, husemwa kwamba walishirikiana kufanya utume wao kama wamisionari katika nchi ya Ujemi, ambako waliuawa kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo wanaadhimisha sikukuu yao pamoja katika siku hiyo moja, yaani tarehe 28 Oktoba. Ndugu zake peke yetu hatutaweza kumuomba Mungu ili tuweze kuwa waaminifu katika sala na wajibu wetu. Tukiwa katika mwezi huu wa Rozari, tukimuomba Mama Bikira Maria atukomboe kwa mwanae mpenzi kwa kusali Rozari takatifu ili tuweze kudumisha uaminifu katika maisha yetu. Ninashukuru kwa kutafakari pamoja nami. Mimi ndiye waletea tafakari hii ni mimi mwana utoto mtakatifu Parokia Ilangamoto. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.